Huwezi kutegemea matokeo makubwa kama ninyi hamna nguvu. Nguvu ya sekta itatokana na ninyi wa Tanzania wa kwanza. Hatuwezi kuwa tuna rasilimali ambazo tumejaa nazo hapa ili tuweze kunufaika lazima tusubiri hisani ya wageni kutoka nje ya nchi. Hapana. Watanzania wana uwezo wa kuyafanya haya wenyewe vizuri. Lakini Mtanzania huyu lazima ajengewe uwezo. Lazima ajengewe uwezo. Kwa ndugu zangu, katika kikao chetu cha leo, moja ya jambo kubwa ambalo limenileta ni hili. Nilipata hasira ya wivu. Sio hasira mbaya, hasira ya wivu. Na nikasema lazima tuifanye kwetu nchini Tanzania. Nilikutana na Executive Secretary kama Rama wa Ghana, katibu mtendaji wa tume wa Ghana. Akanitajia takwimu za uzalishaji wa dhahabu wa Ghana. Ghana wanazalisha ounces milioni 5 kwa mwaka. Milioni 3 zinazalishwa na wachimbaji wakubwa. Milioni 2 zinazalishwa na wachimbaji wadogo, ambao tafsiri yake ni kwamba uzalishaji wa wachimbaji wadogo wa Ghana ni sawasawa na uzalishaji wa Barrick, GGM, Shanta, Buckreef na wachimbaji wote nchini Tanzania, na bado hatujawafikia kwenye ounces milioni 2. Sasa huu ni wivu ambao lazima kama kiongozi uone kuna namna ya kufanya ya kuweza kufikia huko. Na namna pekee ya kufanya huko ni kuwafanya watu wetu kuwa na uwezo kushiriki moja kwa moja, watoe mchango wa moja kwa moja kwenye sekta hii ya madini. Ndio namna pekee ya kuweza kulifanya hilo. Sasa natanguliza maneno, ninyi mtakuja kujazilizia baadaye. Mpango wa serikali ni nini? Cha kwanza lazima tuwatambue watu kwenye sekta ya madini, wao na uwezo wao, kwa sababu amfanani. Kuna waliosogea kidogo ambao ni kama ni medium scale, lakini bado wapo katika tunaita wachimbaji wadogo, lakini hatufanani. Kwa hiyo nimemuelekeza kamishna, na ndugu zangu lazima mkubali, hatuwezi kwenda kundi lote kwa wakati mmoja. Haiwezekani. Si ndio ndugu zangu? Haiwezekani. Yaani tukondoka wote kwa wakati mmoja. Isipokuwa tutakwenda kwa phases. Tutakwenda kwa phases. Ofisi ya kamishna watatambua watu kwa uwekezaji wao, wachimbaji wadogo, na tutaweka katika klasa kuanzia chini mpaka ya juu kutokana na aina ya uwekezaji, ili serikali sasa tusijivunie tu na 40% ambao ninyi mnaichangia, lakini mnaichangia katika mazingira gani? Tumewasaidia au tunafurahia tu matokeo ya mwisho? Nataka kesho nikisimama hapa nijisifie kwamba ninyi mnachangia na mimi niona sehemu ya kusema kwamba serikali imefanya kazi yake. Lakini leo kiukweli kabisa 100% kubwa waliopambana wamepambana wenyewe kwa kiwango kikubwa sana. Nataka sasa kamishna wa madini kwenye sehemu yako, kama kuna mtu hapa tunaona kabisa kwamba anaelekea kukua, wanakwenda vizuri, ana changamoto za taasisi nyingine ya serikali, tusimwache mkiwa. Kama ni TRA na wapi, sisi pia tuna nafasi ya kwenda na kuwasaidia hawa watu. Atumwache mchimbaji mdogo akaenda kuzunguka pale Nemki miezi 3, hana mlango wa kuingia. Nataka kazi hiyo muifanye ninyi kamishna na wenzako wote. Kwa sababu ng'ombe ambaye tunamsifia kumkamua maziwa tumlishi majani ipasavyo. Kwa mimi leo mwelekeo wangu, na ningeomba sana, nitafurahi nisiposikia malalamiko, nitafurahi nikisikia mawazo chanya kunishauri namna bora ya kutoka hapa kwenda mbele kumfanya mchimbaji mdogo wa nchi yetu Tanzania atoe mchango mkubwa kwenye sekta ya madini.
Kwa hiyo ndo dhamira kubwa. Kwa nini kama nchi tulipata uhaba wa dola? Haiwezi kuingia akilini. Na nitawaambia sababu moja kubwa tu. Mwaka 2022, 2023, thamani ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi kupitia sekta ya madini yalikuwa ni dola bilioni 3.6. Na anayechangia kwa kiwango kikubwa kwenye mauzo ya bidhaa nje ya nchi ni bidhaa ya dhahabu. Ndio inachangia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ni ukweli usiofichika ya kwamba watu wetu wengi hawana mitaji, wanategemea mitaji kutoka nje ya nchi. Anachokizalisha anakipeleka huko. Ndio maana mnajikuta mna mauzo ya dola bilioni 3.6 afu nchi ina uhaba wa dola, sababu kilichorudi sio dola tena. Kilichorudi sio dola tena. Kwa sababu hawa walikuwa wameshaingia makubaliano ya awali. Anakuja mtu kutoka Dubai mwenye mtaji, anamgharamikia mchimbaji mdogo gharama za kuchimba, kinachochimbwa anakichukua moja kwa moja. Ndio maana tulishusha royalty kwenda kwenye refinery. Hakuna mtu alipeleka dhahabu, ilikuwa ni za kutafuta. Sababu ninyi asilimia kubwa mitaji yenu inawafanya muingie makubaliano na watu. Kwa hiyo nimewaambia wenzangu wa BOT na Wizara ya Fedha, tuna Export Credit Guarantee Scheme iko pale Wizara ya Fedha. Tuna dealers tunaofahamu wakubwa wa nchi yetu ya Tanzania. Badala ya kumruhusu kutoka Dubai aje aende Geita moja kwa moja kwa mchimbaji mdogo, tuwape mitaji wa dealers hapa. Mtu aende kuchukua bilioni 100 ambayo na yeye atafanya kama watu wa Dubai wanavyofanya. Yaani tunaifanya Dubai ndani ya Tanzania. Mtu kama Magambo akisaidiwa shilingi bilioni 100 ya mkopo kupitia huu mfumo, alafu yeye akaenda kwa wachimbaji wadogo, mwisho siku dhahabu yako haiendi popote. Sasa inunua yeye mwenyewe, tofauti na mtu anayetoka nje ya nchi ambaye lazima uisafirishe. Wale wakina Baraka wako pale. Ndio hayo ambayo tunataka tuyazungumze hapa. Kwa umefika wakati sasa lazima kama nchi tufanye haya maamuzi ya kuweza kuwasaidia Watanzania wakashiriki moja kwa moja kwenye sekta hii. Na ndugu zangu, hilo ndio jambo ambalo mimi nalala naamka, na ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Natamani mwaka 2030 Mheshimiwa Rais akiwa anamaliza muda wake awaache mabilionea wakubwa kwenye sekta ya madini kuliko hao ambao wapo siku ya leo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.